Asubuhi majira ya Afrika ya Mashariki, na ni Jumamosi nyingine teuli sana ya Agosti tarehe 15 mwaka 2026, ambapo jinsi nilivyokuahidi katika awamu ya kwanza ya Daula Ikra ni kwamba ndio mida wakati na wasaa wakaa wa kuweza kuingia katika ile safari ya akhera, na jinsi tulivyokuwa tumeiweka katika mitandao yetu ya kijamii kwamba siku ya leo tutakuwa naye Fadhilatul Ustadh ambaye ni Hassan Ibn Ramli, ambaye anatupambia mada ya siku ya leo, anatufunza, anatuelekeza, anatufahamisha zaidi ili tuwe wenye uelewa kuhusiana na yale yanayofungamana na safari yetu ya akhera. Hii ni safari ambayo tunatakiwa kujiandaa kuanzia hapa duniani, manake wanasema Waswahili safari ya kesho huanza leo. Kwa hivyo inatakiwa tutie bidii katika kujibidiisha ili tuweze kupata yale ambayo ni mazuri katika safari yetu ya akhera. Na je, safari hii tutakuwa tukijiandaa vipi? Hayo yote ni maelezo ambayo Sheikh wetu atakuwa akitufunza, na siku ya leo atakuwa akiangazia mada ya je, wawajua Yajuj na Majuj au wale Gogs and Magogs ni kina nani? Wewe unawasikia tu, lakini je, unaufahamu wa hawa ni kina nani na wana function gani katika safari ya akhira na katika tukuifahamu dini yetu nzima ya Kiislamu? Na nina bahati kubwa na tajamali isiyo na kifani ya kuweza kuungana naye mubashara kabisa, Fadhilatu Sheikh Ibn Ramli. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mashaallah, tunafurahika sana kwa hiyo kuungana nasi siku ya leo. Shukran. Na Allah kujalia kupe nguvu zaidi ili uendelee kuja kila siku na uendelee kutunufaisha. Amin. Na mashaallah, tuna fursa kubwa ya mashekhe wakubwa kutoka kaunti ya Makueni ambayo tunaungana nao siku ya leo. Kwa hivyo leo shekhe wangu, mada hii ya leo ni kuhusiana na Yajuj na Majuj. Hawa ni kina nani, na labda wao kwanza kabisa kupatikana katika context kwanza ya Kiislamu wamepatikanaje, na wao sasa ni kina nani? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala, wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu, ambaye kwamba ametujalia kwa mara nyingine tukakutana katika safari hii, safari adhim ambayo kwamba ni safari ya akhira. Na tulianza kipindi na sasa tunakiendelea, alhamdulillah tunapata faida, mimi mwenye kuzungumza na wenye kunisikiza inshallah. Na tumefikia kuelezea kuhusu alama za kiyama, kuhusu alama kubwa ambazo kwamba baada alama hizo kubwa ndio kutafuata kiyama, nazo ni alama kubwa 10 kama tulivyosema. Ndio. Na alama kama hizi Muislamu atakiwa azijue, isiyo kwamba zitatajwa tu alama 10 na mtu hazifahamu wala mtu hana ufahamu na hizi alama. Lazima kama muumini uwe na elimu kama hii, ndio upate kujiandaa, upate kuwa na ufahamu wa mambo yatakayofanyika kabla ya kupatikana nihayatul alam, kumalizika ulimwengu. Kwa hivyo ahibati fillah, ni vizuri naona tukujikumbushe katika hizi alama 10 ni zipi na tumefikia kwa alama gani. Alama ambazo kwamba ni 10 tutazitaja kwa haraka. Alama ya kwanza ni kuchomoza jua kutoka upande wa magharibi. Kuchomoza jua upande wa magharibi ndio alama ya kwanza. Kisha kuja kwa mnyama, khuruju daba, kuja kwa mnyama. Alafu 3 ni kuja kwa huyu ad-Dajjal. Na 4 ni kupatikana kurudi kwa Sayyidina Isa alayhi salam, na ndiye ambaye kwamba atamuua huyu Dajjal, Antichrist. Alama ya 5 ndio ambayo kwamba unazungumza alama ya leo ya Yajuj wa Majuj. Alama ya 6 na 7 na 8 ni kupatikana mtetemeko mkubwa wa ardhi, kupatikana landslide katika ulimwengu, tena ambazo kwamba ni kubwa katika upande wa magharibi, upande wa mashariki, na vile vile katika upande wa Jaziratul Arab, Middle East kama wanavyosema. Alafu alama ya 9 ni kuja kwa moshi ya dukhan, na alama ya 10 ni kupatikana kwa moto. Leo inshallah taala, Mwenyezi Mungu akituwafikia, tutazungumzia kuhusu Yajuj na Majuj. Wa tunasikia ile neno mara kwa mara, ndio, Yajuj na Majuj, Gog na Magog. Sasa utauliza hawa ni watu wawili tofauti ama hawa ni akina nani ama vipi? Katika Uislamu hawa Yajuj na Majuj haya ni makabila mawili. Yajuj ni kabila moja na Majuj ni kabila lingine. Kwa hivyo haya ni makabila mawili ambayo kwamba yalipatikana wakati wa nyuma
wakati wa Sayyidina Musa alayhi salam. Naam. Kabla Sayyidina Musa alayhi salam, na wengine nasema ni baada Sayyidina Musa alayhi salam. Na kulikuwa na kiongozi, hii imeelezwa kisa chao hawa Yajuj na Majuj wametajwa katika Qur'ani mara 2 tu. Wametajwa kwenye Qur'ani mara 2 tu, kama vile majina yao mawili Yajuj na Majuj. Na kwenye Qur'ani wametajwa mara 2 peke yake, sehemu 2, katika suratul Kahfi na vile vile katika suratul Al-Anbiya. Katika suratul Kahfi tukiangalia katika historia ambayo kwamba imewekwa wakati wa Dhulqarnain, kuna kiongozi mkubwa akiitwa Dhulqarnain, mfalme ambaye kwamba alitawala kutoka mashariki mpaka magharibi, na alikuwa ni mtawala ambaye kwamba anamuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Alikuwa anaeneza haki katika ardhi, anatembea katika ardhi, anajulia kwamba kitu gani kinafanyika, wapi kunapatikana dhulma, tusimamishe haki, kueneza dini Allah subhanahu wa ta'ala. Alikuwa ni mfalme ambaye kwamba ni kiongozi mkubwa sana. Ndio wanasema wengine katika historia, wanasema Alexander the Great. Katika historia wanasema Alexander the Great, wengine wanasema ni Cyrus the Great katika historia. Hasa alikuwa Dhulqarnain. Kwa nini kuitwa Dhulqarnain? Kwanza mtu atauliza, Dhulqarnain mwenye pembe 2 Kiarabu. Dhulqarnain mbona ameitwa mwenye pembe 2? Naam, kwa sababu alikuwa kofia yake akivaa ina kama pembe 2 ambazo kwamba zinaonesha kwenye ile kofia. Si kwamba alikuwa na pembe 2 kama baadhi ya watu wanavyosema alikuwa ni mtu mwenye pembe 2, la ile kofia akivaa ndo kiitwa Dhulqarnain kwa sababu yake. Basi katika kutembea kwake ulezo katika suratul Kahfi, hata idha balagha baina saddaini wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Wakafika mahali ambapo kwamba kuna watu ambapo kwamba watu kama hawa wenyewe hawafahamu maneno, watu ambao kwamba hawako civilized, tuseme watu ambao kwamba hawako civilized, watu ambao kwamba pengine hawajajua maisha vile yako, yani watu ambao kwamba wamekuwa cut off na ulimwengu. Ndio pale kwa sema nyuma katika aya sema hata idha balagha matla ash-shamsi, mahali ambapo kwamba kuna chomoza jua, wajadaha tatlu ala qaumin lam naj'al lahu min duniha sitra, kwamba ni sehemu ambapo kwamba karibu na mwisho wa ulimwengu. Wanasema karibu na mwisho ambapo kwamba baada ya hapo hakuna tena maisha huko mbele. Hivyo ni watu ambao kwamba wamekuwa cut off katika ulimwengu. Sasa hata idha balagha baina saddain, alipofika mahali kwa milima 2, wajada min dunihi maqauma, likuta kuna watu ambao kwamba la yakaduna yafqahuna qawla, hawafahamiani katika mazungumzo, kwa sababu wale walikuwa bado ni primitive. Watu ambao kwamba pengine mazungumzo hawaeleani vizuri. Ni watu ambao kwamba wako kama tuseme kama wanyama, wanaishi kama wanyama tu. Hawaje kuwa civilized kama watu wa kawaida. Qalu ya Dhulqarnain, wakamwambia ya Dhulqarnain, ewe Qarnain, Dhulqarnain, inna Yajuj wa Majuj mufsiduna fil ardh, kwamba hawa Yajuj wa Majuj, haya makabila mawili Yajuj na Majuj, mufsiduna fil ardh, wanafanya ufisadi mkubwa katika ardhi. Ndio. Fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda, kwa nini bwana usitusaidie ukatuwekea nini baria, kaweka kizuizi baina sisi na baina hawa Yajuj na Majuj, kwamba hawa wanafanya ufisadi mkubwa. Hawa Yajuj wanaleta ufisadi mkubwa katika kuua watu. Ninasema katika historia walikuwa na ile tabia ya human cannibalism, kwamba wao wanakula watu. Sio kuna watu ambao kwamba wanakula watu. Ndio. Basi imekana hawa wakati walikuwa nao pia wanakula watu. Wanaua watu, wanakula watu, wanaleta ufisadi katika ardhi, wanaharibu, wanaua, wana rape, kila kitu wanafanya ambao kwamba vitu vya kuonesha kwamba ufisadi katika ardhi. Sasa wanamuomba ya Dhulqarnain, bana hebu tujalie baina yetu na baina wao kuwe na kizuizi. Hawa watu wamezidi, hatukai na amani, hatukai kwa namna ambayo kwamba tunaweza kuishi maisha yetu kwa utulivu. Hawa watu wametuletea ufisadi mkubwa katika ardhi. Fal naj'al laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda, qala ma makani rabbi fihi khayrun fa'inuni biquwwa aj'al bainakum wa bainahum radma. Wao walitaka kumlipa Dhulqarnain, anasema sisi tuko tayari tukusanye mali, kama ni madhahabu nini tukusanye, tukulipe, utufanyie hii kazi, kwamba utuwekee kizuizi baina yetu na baina hawa Yajuj na Majuj. Sayyidina Dhulqarnain akawaambia, la ma makani fihi rabbi khairun, kila alichonipa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni bora zaidi, hamuna haja kunilipa
hii kazi nitafanya fi sabilillah. Tajalia baina yenu na kupatikane ukuta ama kizuizi, lakini nafanya lillahi ta'ala. Sihitaji munilipe wala sitaki chochote kutoka kwenu, lakini nataka munisaidie kwa human power. Munisaidie watu ambao kwamba wanaweza kufanya kazi, yani nahitaji nguvu zenu za kufanya kazi. Yeye alikuwa anatembea na jeshi lake Dhulqarnaini, lakini kawasa ule ukuta unaotarajiwa kujengwa hawezi kufanya na wale majeshi waliokuwa nao. Lazima atarajia na watu wengi zaidi ambao kwamba watasaidia katika ujenzi wa ule ukuta. Akamwambia mama kani fihi rabbi khairun fa'inuni biquwa ajal bainakum wa bainahum radama, nitajalia kuwa na bari ya baina yenu na baina yao. Atuni zubar alhadid, nipatieni vipande vya chuma, iron sheets zile. Nipatieni vipande vya chuma ambao kwamba itatumika katika ujenzi wa ukuta. Sasa katakuwa zile vyuma wakaziyeyusha zile vyuma wakachanganya na kopa. Kuchanganya na kopa pia wakachanganya. Ilikuwa ni ujuzi ambao alikuwa alipewa Dhulqarnain na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika ujenzi wa aina hiyo. Wakajenga ukuta mkubwa baina ya milima miwili. Wakajenga ule ukuta, kisha baada ya ukuta atuni zubar hadid hatta idha sawa baina sadafain qala anfukhu hatta idha ja'ala naran qala atuni ufrigh alayhi qitra. Wakachukua na hiyo kopa wakachanganya wakamwagia kwenye ule ukuta. Kasa ukuta umejengwa na vitu vitatu: kuna mawe, kisha kuna molten iron, kuna molten copper. Chuma imeyeyushwa na copper imefanya nini? Imeyeyushwa, ikamwagiliwa kwenye ule ukuta. Kwa ni ukuta ambao kwamba hawezi kuvunjika. Kana ukuta ambao kwamba hata wale Yajuj wamejaribu kuvunja itashindikana. Kama amejenga ukuta kama huo, kisha famasta'u yadharu wa mastata'u lahu naqba, wakawa kupanda juu hawawezi na kupita chini pia hawawezi. Kwa vile namna ukuta vile ulivyokuwa umejengwa na Dhulqarnain na ujuzi ambao kwamba alipewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa qala hadha rahmatun min rabbi, baada kwamba tukuona ile ukuta ulivyojengwa wakastaajabu sana, sema ukuta huu ni ukuta kisawa sawa. Sasa Sayyidina Dhulqarnain anataka kuwaonesha kwamba hata kama kumepatikana ujuzi wa aina hii, lakini kuna mweza zaidi ambaye kwamba ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akawaambia qala hadha rahmatun min rabbi, hii ni rahma kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Pia ni kuonesha tawadhu kwamba hasikufanya mkanisifu mimi. Hii ni neema nimepewa na nani? Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kama ule mtu ambaye kwamba wakati wa Sayyidina Suleiman alipoleta kile kiti, akasema hadha min fadli rabbi. Alikufumba na kufumbua Sayyidina Suleiman akapata kiti cha Balkis kisha leto. Hakujipiga kifua, waona mimi bana. Waniona nilivyofanya mpaka kiti kimekuja kwa sekunde tu. Aliinua mikono akasema hadha min fadli rabbi. Hii ni fadhila za Mola wangu, liyabluwani ashkur am akfur. Na ndivyo waja wema walivyokuwa. Kwa hivyo Sayyidina Dhulqarnain anawaambia kwamba hadha rahmatun min rabbi, hadha rahmatun min rabbi, hii ni rahma kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Mola wangu. Fa idha jaa wa'du rabbi ja'alahu dakkaa wa kana wa'du rabbi haqqan, kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakapotaka mwenyewe kwamba itafika wakati ukuta utabomoka. Huu ukuta mnaoona kwamba ni very strong, ukuta mnaona kwamba hawezi kupenyeka, basi itafika wakati Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atauporomosha huo ukuta. Swali tunalojiuliza la pili, je, shakli hawa ya Yajuj na Majuj uko vipi? Hawa ya Majuj wako vipi? Maana yake kuna riwaya mbalimbali, wengine wanasema ni wanyama, wengine wanasema ni majini, wengine wanasema ni viumbe tofauti. Hawa ya Yajuj na Majuj ni kama watu tu. Sema tofauti ni kwamba katika baadhi ya riwaya mbalimbali kwamba ni watu wana kimo kifupi, si warefu kuliko, si kama warefu wa binadamu wa kawaida. Kidogo na umbile la shakli ya watu wafupi. Kisha ni watu ambao kwamba wao wanaishi kiunyama. Hawana ile civilization aina yoyote. Ni watu ambao kwamba wao chochote atakachokipata mbele watakitafuna, watakiharibu, watakiua, hawataki kujua. Wanaishi kama vile wanyama tu. Wengine wanasema wanasibisha na wale Vikings. Ni watu ambao kwamba ni wagumu. Kama ile hiyo jina lao lenyewe ya Yajuj na Majuj toka na jina Ujaji. Kitu kama kikavu, ni watu ambao kwamba ni wakavu. Ushasikia mtu ambaye kwamba ni mtu mkavu. Mtu ambaye kwamba tabia zake ni ngumu, huyo hawezi kubebeka huyo. Ndio. Sasa ndo wako hivyo kwamba wao ni watu wagumu sana. Na wanatoka katika kizazi cha watoto wa Nabii Allah Nuh alayhi salam.
Katika watoto Nabii Allah Nuh kuna Sam, Yam na Yafith. Hawa watoto watatu Nabii Allah Nuh. Huyo Yafith ndio ambaye kwamba kizazi chake kimekwenda mpaka kwa hawa Yajuj na Majuj. Sasa hapa Saidina Dhulqarnain baada ya kuwafungia hawa Yajuj na Majuj kwa hawezi kutoka. Jaribu kuvunja, vunjiki, jaribu kuchimba chini, haiwezekani. Sasa akawa amefungiwa katika hiyo sehemu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika nyingine ndio akatueleza. Hiyo ilikuwa ni historia yao katika walivyopatikana hawa Yajuj na Majuj. Sasa Allah Subhanahu wa Ta'ala katika hizi alama tunazozungumza, alama za kiyama, kwamba watakuja Yajuj watafunguliwa hata idha futihat Yajuj wa Majuj, mpaka watakapofunguliwa hawa Yajuj wa Majuj, wa hum min kulli hadabin yasilun, watakuwa wenye kuteremka kwenye kila kona milima. Watakuwa wanateremka kama vile nzige wengi ama sema wadudu wengi wanateremka kutoka mlimani. Kwa nini nazungumza kwamba watakuwa ni katika hivyo toka kigrupu wengi sana? Kwa sababu ya Yajuj na Majuj ni wengi sana. Asema Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba kila mmoja wenu, kila muumini mmoja kwa muumini mmoja, siku ya kiyama atakapokuwa muumini mmoja anaingia peponi, wataingia watu 999 motoni. And for every one believer there are 999 non-believers who will enter hellfire. Sasa ikiwa hisabu ni kama hiyo, masahaba akasema Rasulullah, tutaingia wangapi sisi kwenye pepo? Ikiwa muumini mmoja akiingia sawa na watu 1000, tuseme kwa jumla ya 1000, watu wangapi wataingia peponi? Basi watu wangapi wataingia motoni? Wengi sana. Mtume akamwambia la, kwa kila mmoja wenu muumini mmoja kuna Yajuj na Majuj 1000. Kwa kila muumini mmoja kuna Yajuj na Majuj ngapi? 1000. Sasa nakwambia nini kuhusu idadi yao? Kwamba ni wingi sana. Kwa kila mtu mmoja kuna Yajuj na Majuj 1000 muumini. Sasa tuko muumini wangapi sasa ulimwengu mzima? Takriban 3 billion. Fanya times 1000. Ndio idadi ya Yajuj na Majuj. Kwamba sasa hawa watakapofunguliwa sasa watakuwa ni kama wale zige wengi wamekuja kuachiliwa kwa mara moja katika siku ya kiyama. Kwa hivyo katika alama ambazo kama tunazozungumzia hizo alama za alama kubwa za kiyama, tukasema kwamba Sayyidina Isa atakuwa amekuja akamua ya Dajjal. Sasa Sayyidina Isa yuko katika ardhi, kumeenea amani na nini, na kutakuwa haki inafanywa, na Sayyidina Isa yuko pamoja na Waislamu. Basi kitu ambacho kama kitafuata, Mwenyezi Mungu atampeleka Jibril aende kwa Nabii Isa, ambaye bana Isa kuna hatari inakuja. Kwa hivyo Sayyidina Isa, hatari ambayo kama inakuja kwamba Yajuj na Majuj wanafanya nini? Watakufunguliwa sasa. Kwa hivyo ufanyeje? Nenda wewe pamoja na watu wako ambao kwamba watakuwa ni waumini Waislamu katika Jabal Tur, mlima wa Tur. Ile wa Tur ambao kwamba nasifiwa katika Al-Qur'an Al-Karim. Mwenyezi Mungu anapa na mlima wa Tur kwamba sana nendeni katika mlima wa Tur, hamwezi kupambana na hawa watu. Hata kama mko na jeshi la watu wangapi, lakini hamwezi kupambana na hawa Yajuj na Majuj. Sababu ikiwa mtu mmoja ni kwa watu 1000, itakuwa ni watu wangapi hawa? Na kila siku kukicha wanazidi kuzaana. Kila kukicha wanafanya nini? Wanazaana. Kila kukicha wanazaana. Kila kukicha wanazidi kuzaana hawa Yajuj na Majuj. Na kila wakizaana idadi nayo inaongezeka. Sasa siku atakayoachiliwa, wataachiliwa wakiwa na njaa kali sana. Wataachiliwa wakiwa na kiu kikali sana. Kwa hawa Yajuj na Majuj siku ambapo kwamba wanaachiliwa sasa, watakwenda katika mto ama tuseme lake, yanasema katika Lake Tigris, ile ambayo kwamba iko karibu na Syria pande hizo. Watakwenda katika ile lake na watakuna maji. Kwa ile kiu walikuwa nayo, kitu cha kwanza atakimbilia kwenye maji. Watakwenda kunywa wale maji, watakuna maji mpaka watamaliza. Ndio utajua ile idadi iko kubwa. Ikiwa wanaweza kumaliza bwawa zima, wakamaliza maji yote pale, ujue kwamba hawa watu ni wengi sana. Paka nakuja wa mwisho anajiuliza, basi kulikuwa na maji. Apate tayari kushakauka. Sawa, watakuwa ni wenye kuenea katika ardhi. Waanze sasa ufisadi ambao kwamba kuna ile njaa walio nayo, ndio watakuwa sasa wenye kuingilia kwenye ufisadi wa watu, wale kila kitu, wale paka watu. Ule fisadi ambao kwamba watakuwa wanaua kila mtu ambaye kwamba atampata njiani, wanabomoa majumba, wanaharibu karibu kila
kila kitu. Hakuna kitu ambacho kwamba atakiwekisha. Kila kitu anaharibu, kila kitu watakuwa wenye kuvunja. Na mtu atauliza hawa Yajuj na Majuj sehemu yao hasa iko wapi? Watu wamejaribu kufanya utafiti kuangalia hawa wako wapi, sehemu gani hasa. Inasema kwa baina Caspian Sea na Black Sea. Anasema wengine. Lakini katika kiangalia kwenye Google Map zile zikiangaliwa hakuonekani chochote. Lakini uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala za kwa mkapiga Google Map zenu na msione chochote, pengine wako pale. Wengine wanasema katika pande za Antarctica huko. Kwenye sehemu zile za baridi sana. Sehemu za Antarctica kwa kule. Nasema labda weza kwa upande ule. Na unasikia kuna ile conspiracy ya ile ukuta wa Antarctica ule. Ambao watu haruhusiwi kuvuka upande mwingine. Jamaa sema labda wako huko. Wengine wakwambia ni Great Wall of China. Hawatakuwa wamepotea, haiwezekani kama ni Great Wall of China, haiwezekani. Sio Great Wall of China. Ni katika hizi sehemu pengine hapo baina Black Sea na Caspian Sea, ama vile pia katika baina ya Antarctica Wall, Antarctic Wall, haiwezekana kwa pale. Sababu mastawa ya dhaharu wa mastawa la nakba, hawezi kupita chini wala kupita juu pia hawezi. Sema katika baadhi ya tafasiri kwamba sehemu ya juu ni pengine weather ni baridi sana, hawezi kupita juu. Sababu ile ni weather mtu anaweza kufa. Ile extreme weather za baridi inaweza kufanya mtu akafanya nini? Akafa. Sasa watu bado hawajajua hasa hawa wako wapi. Hawezi kufahamu wako sehemu gani hasa. Lakini bado watu wanajaribu kusema, kila mmoja kuna kauli mbalimbali ambazo kwamba ziko, ambao kwamba watu wanasema. Wengine wanasema katika tafasiri, wengine wanazungumza kwamba hawa Yajuj na Majuj ni kama ile neno limetumika kinaya. Sije mtu pengine akasikia hizo story katika mtandao mwingine, akauliza mbona tulisikia hivi na hivi, la kwamba huyu ni mtu naye pia ni mjitahidi upande wake. Mtu amejitahidi, mtu ambaye kwamba amefanya research ya Qur'anul Karim, akasema kwamba hii Yajuj na Majuj ni neno ambalo kwamba linatumika kama tashbih, kufananisha na kitu. Akatoa mfano kwamba vile unavyosema tabbat yada Abi Lahabin wa tabba. Kwa nini kutumika Abi Lahabin hapa? Kwamba lao ingekuwa inatumika tu tabbat yada Abdul Uzza, jina lake Abu Lahab Abdul Uzza, ingekuwa Abdul Uzza akifariki mambo yake hii aya haitumiki tena, ishakwisha. Lakini ilipotajwa Abi Lahabin ni kwamba ni huyu Abdul Uzza na mfano wake kama yeye. Kwamba yeye Abdul Uzza na mfano wake kama yeye. Ndio imepiga mfano katika Qur'ani katumika Abi Lahabin. Pia mfano mwingine anatumika Firauni. Katika Qur'ani sana imetumika Firauni. Huyo Firauni alikuwa hana jina. Anano jina lake aitwa Ramasis. Tote ono Ramasis na jina lake hasa Ramasis. Lakini haikutumika Ramasis kwa sababu gani? Kwa sababu ni Mwenyezi Mungu anataka kuonesha kwamba si Ramasis anayezungumziwa peke yake, ni kwamba ni huyu Ramasis mwenyewe na wengine kama yeye. Ndio katumika jina la Firauni katika kila sehemu, anatajwa Firauni kwamba ni kiongozi huyu na kama yeye ambao kwamba mfano wake. Ndio akasema sahihi Yajuj na Majuj ni kama mfano umepigiwa kwamba ni ile watu ambao kwamba ni wafisadi. Nipigiwa mfano kwamba ni watu ambao kwamba ni wafisadi, watu very corrupt, watu waharibifu, watu wafisadi. Ndio katumika jina la Yajuj na Majuj, mufsiduna fil ardhi. Kwa hivyo mfano wake huyu Yajuj na Majuj imepigwa kama ni kama hiyo tashbih, kufananisha kwamba ni katika watu ambao kwamba watakuja na kuleta ufisadi katika ardhi. Na ndio kaunganisha na katika maneno ya wazungu wanavyosema wale US, wenye wanazungumza kwamba baadaye miaka inayokuja kutapiganwa vita ambavyo kwamba havina machozi. Kutoka ushangaa vita vina machozi ni vita gani? Akasema kutakuwa ni vita tu va marobot. Tumeke vitu ambavyo kwamba havina uhai, tumeke marobot tu katika vita. Takuwa hakuna watu kupigana, ni marobot tu wanapigana. Sababu watu wakipigana, mtu atakupoteza babake, ampoteze mamake, ampoteze mtoto wake. Katika vita takuwa ni kulia. Sasa vita ambavyo havina machozi, tumeke hawa marobot. Na sana ndio ambao kwamba nakuja watengeze robot ambao kwamba wana operate na AI. Hiyo artificial intelligence itumike kwa hawa robots. Kwamba hawa robots watatumika hawa AI kwamba ndio watakuwa wenye kuleta vita sasa. Ndio. Kupigana kisha baadaye watugeuke. Wao sasa wao ndio wenye kuleta ufisadi katika ardhi. Ile neno ya Yajuj na Majuj watumike hawa marobots
AI ambao kwamba ndo watakuwa ni kuleta fisadi wabadilike. Sababu kuna wakati nimesema kwamba hizi AI hizi Ndio. huwa mara zafanya mambo kwa akili yake yenyewe, wajifanyia mambo yenyewe. Kuna artificial intelligence itafanya mambo kivyake. Ije wageuke wanadamu sasa. Iwe vita ni kwamba hawa ndo wataleta vurugu na wataleta bala. Hiyo ni katika baadhi ya mtu mwenyewe ijtihadi ambapo kwamba baadhi ziko na watu wamepokea kwamba inaweza kuwa, lakini pia hasatan tukiangalia upande wa hadithi mbalimbali za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba ni katika hadithi ambazo kwamba zimepokelewa kuonesha kwamba ni watu ambao kwamba wapo na wamewekewa bari ya kuna ule ukuta. Na siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam alishtuka usingizini. Aliposhtuka Mtume sallallahu akawa roho ziko juu, ile pumzi ziko juu, asema wailu lil arab min sharri qad iqtarab, yani adhabu kali kwa Waarabu kwa shari ambao kwamba inakaribia. Kwa za Rasulullah, kuna nini kwani? Asema leo kumefunguka shimo ndogo saizi hii katika ukuta wa Yajuj na Majuj, kwamba kumepatikana shimo sasa tayari kuonesha ishara kwamba ukuta huko mbali kuvunjika. Hivyo ni sehemu ndogo tu kumefunguka shimo, kumepatikana nafasi ya ule ukuta ambao kwamba amefungiwa Yajuj na Majuj. Kwamba sasa hii pia inaonyesha kwamba hawa Majuj na Majuj wapo. Na huyo mwenye kuzungumza kwamba hii ni shakli imetumika, anasema kwamba ule ukuta ukiangaliwa katika Google Map haionekani wala kuonekani watu. Hivyo kwa hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam inaunga kwamba ni watu ambao kwamba wapo na wamefungiwa katika sehemu, na kutoka kwao ni mpaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakapoleta amri yake. Na anaeleza pia al-Imam Ibn Kathir katika al-Bidayah wa Nihaya, anasema kwamba hawa Yajuj na Majuj kila siku wanajaribu kufukua kutoka chini. Si ukuta umepigwa kupanda juu hawezi, kutoboa ukuta hawezi, wanachimba sehemu ya chini. Wanachimba. Wakikaribia kutoka wasema tutaendelea kesho. Kwamba hapa sasa tumechoka, tutaendelea kesho. Wakirudi kesho yake wanapata kumerudi vile vile. Anza tena mwanzo kuchimba na kucha, wasema zile katika mikono yao kuna zile kucha, wanakucha ambazo kama ni ndefu. Hiyo ni adaptation ya mtu ambaye kama ni wale ma human cannibalism, wale wanatumia kucha zao tayari zina adapt, zinakuwa ni za kula watu, za kuua. Sasa ndo wanatumia kuchimba, wanachimba. Wakikaribia kutoboa ule ukuta wasema tutaendelea kesho. Kesho wakirudi wanapata kumerudi tena vile vile, waanza tena mwanzo. Wanachimba tutaendelea kesho, wakirudi kesho wanapata tayari kumefanya nini, kumeziba tena. Ndio sasa Mwenyezi Mungu siku ya mwisho watawajalia waseme tutaendelea kesho insha Allah. Ile kutia insha Allah kwamba sasa atakaporudi mara ya pili, siku ya pili atapata kwamba tayari shimo liko vile vile. Na ndipo atakapomalizia na kutapatikana upenyo sasa. Katika upenyo ule ukuta utakuwa ni wenye kuanguka na utakuwa ni wenye kutoka na kuenea katika ardhi. Wakati wa vita vya nini ndio kupatikane uharibifu katika ardhi, miongoni mwa alama hizo za kiyama. Kwa hivyo haya mambo ambayo kwamba tunayazungumza ni yasionekane kwamba ni mambo ya kumbali. Ndio. Ni mambo ambayo kwamba ni mambo tunasema ni kesho na kesho kutwa. Kwa sababu inahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Si tunaona kwamba iko mbali, ndio, kwamba hatuwezi kufikiwa, kwamba haya mambo ya Majuj na Majuj ni katika alama kubwa ambazo kwamba zipo mbali bado kutufikia. Ndiyo. Lakini Mwenyezi Mungu anasema innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Tunajua kwamba ni karibu zaidi. Ndiyo. Kwa zile ishara zote ambazo kwamba tumeziona, dalili zote ambazo kwamba tumeziona. Kuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam asema ana bu'ithtu ana wasaka hataini. Mimi na kiyama tumetumilizwa kama vidole viwili hivi. Nimetumilizwa mimi na kiyama kama vidole viwili. Akaashiria kwa vidole vyake kwamba tayari kiyama kiko karibu. Na ikiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alizungumza haya miaka 1448 iliyopita, na sasa sisi tusemeje? Sisi tuzungumze nini kuhusu kiyama, kwamba sisi ndo tuko karibu zaidi? Kule kuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni ishara kwamba kiyama kimekaribia. Kufa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam tayari kuonesha kiyama kimekaribia. Kule kuzungumza kwamba kuna shimo tayari ishatoka katika ukuta wa Yajuj na Majuj, kwamba tayari ni ishara kuna karibia kiyama tena sana. Hivyo mtu ni afanye maandalizi. Kueleza masala kama kila siku tutasema kwamba iwe ni maandalizi tunaozungumza,
kwamba hawa Yajuj na Majuj watakuja pia kuachiliwa katika hii ardhi. Tutaeleza katika sehemu ya pili kwamba hawa Yajuj na Majuj watafanya nini wakati wakiachiliwa, wakati huo, na watakuwa katika hali gani, na vile vile watakufa vipi, na kitu gani ambacho kwamba kitafuata baada ya hapo. Kwa hivyo mtu ni ajue hizi habari ambazo kwamba Yajuj na Majuj tunazungumzia, kwamba si habari kwamba ni ngano, wala si story ambazo kwamba tutatolewa makana haditha yuftara, walakin tasdiq alladhi baina yadayhi, kwamba si story kwamba zatolewa tu, lakini kana fi qisas ibratu li ulil albab, iwe ni mazingatio kwa wenye akili, kwa zingatio kwa mtu ambaye kwamba ni mwenye kuwa na ufahamu kwamba hii siku haiko mbali, lazima afanye maandalizi, ajiandae na mizigo atakayopeleka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, watazawadu fa inna khayra zadi taqwa, kwamba mtu ajiandae kubeba mizigo ambayo kwamba ataweza kupeleka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ambao kama mzigo wenyewe ni takwa Allah, ndio ajipambe na sifa takwa Allah, na awe na msimamo katika dini. Kule kuwa na msimamo katika dini tunahimiza sana sana sana, kwa sababu zama zetu za sasa wallahi utapata kwamba ni kusikitisha watu, kitu kidogo tu kinafanya mtu akatoka katika dini. Kitu kidogo tu mtu anatoka katika dini, like kimchezo tu. Mbona juzi kwenye mtandao kuna mama anasema sijui Yanga Simba ikimfunga Yanga mimi nitaritadi. Au ni Uislamu gani huo sasa? Umebeti mpaka dini yako kwamba Simba ikifunga Yanga mimi nitatoka katika dini, nitaritadi, nitoke katika dini. Ni msimamo gani unao katika dini wewe? Utakuhesabu kweli kama wewe una msimamo katika dini? Hatuwezi kuhesabu, ni mambo ya kusikitisha. Kwa hivyo huu wakati ukija, si kwamba Yajuj atakuja ama hatakuja, la. Swali utakalojiuliza kwamba huu wakati ukifika, hawa Yajuj na Majuj wakija, utakuwa katika grupu gani? Katika grupu atakayofuatana na Sayyidina Isa alayhi salam, ama katika grupu ambayo kwamba itabakia na kuleta ushindani kujaribu kupambana na hawa Yajuj Majuj ambao kwamba huwezi kupambana nao? Ni watu ambao kwamba wana ufisadi mkubwa sana, watu ambao kwamba katika mili yao wana nguvu pia vile vile. Wengine wananasibisha na hawa Mongolis hawa. Mongolis wale wakati wa kina Genghis Khan wale. Kwamba wanasema shakli yao wanafanana na hawa Mongoli kidogo, shakli ya fupi, watu wenye nguvu, na wana vuruga kila kitu, fisadi na kumaliza kila kitu. Hivyo katika sehemu ya pili inshallah tutazungumzia namna gani hawa watakavyoeneza ufisadi katika hii alama kubwa za kiyama, na watakufa vipi, na baada ya kufa kitu gani kitafanyika, na kitakachofuata pia baada ya hapo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Amekuwa fadhilatu Sheikh Ibn Ramli hapo akitupambia mada ya siku ile. Ama kweli inapofika ni kwenye safari ya akhera, unatulia, unatuama ili uweze kufahamu zaidi. Kila siku inakuwa hatua unayopiga katika kuifahamu dini yako zaidi, na pia kile ulichokuwa unakifahamu unapata fursa ya kukifahamu zaidi. Ama kweli Allah kujalia na kujazie fadhilatu Sheikh ili uendelee kutufunza zaidi na zaidi. Natumai pia katika awamu hii ya kwanza msikilizaji umeweza kunufaika, lakini usikwende mbali, manake tunakwenda tu kupata mukhtasari wa habari, kisha tukirejea mwendo wa saa 3 na dakika kadhaa tutakuwa tukizamia jinsi Sheikh wetu alivyoweza kutuahidi kuweza kuwafahamu zaidi hawa Yajuj wa Majuj ambaye ndio wamo katika ile alama ya kiyama, ili pia kama iwapo sisi tutafikia, basi tujue jinsi tutakavyoweza kupambana nao. Kama sisi tutafikia, basi tutakuwa tukipitisha elimu hii kwa wale ambao watakuwa kija baada yetu, ili pia waweze kujiandaa pia nao kivyo, manake sisi tukiwa na elimu pia itakuwa na thawabu zaidi kuweza kuipass to the next generation. Shukran sana msikilizaji, lakini usikwende mbali. Nimekuwa kwa Abdul Hamid Suleiman, tunarejea baada ya muda usiokuwa mrefu.